Hakuna siku ambayo ni hatari duniani kama siku ya Krismasi. Hii ndo siku iliyokuwa hatari mbele ya Mungu duniani. Uhatari wake imekaribia mbingu kuchanika chanika na ardhi kupasuka pasuka na majabali yakapeperushwa pale walipodai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto. Mwenyezi Mungu ana haja gani ya mtoto, ndugu zangu? Ni iko siku Mwenyezi Mungu atakuja kufariki, amtafute atakayemrithi mali yake, au iko siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kuzeeka na atakuwa kipofu, amtafute mtoto wa kumuonesha njia. Mwenyezi Mungu ni mkwasi, hana hizi udhaifu ambaye viumbe wako naye. Vyote vilivyo katika mbingu na ardhi siku ya Kiyama vitakuja mbele ya Mungu vikiwa ni waja wa Mungu, watumwa wa Mungu. Hakuna mtu atakuja kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, sijui huyu ni jamaa yake Mungu, huyu yuko karibu na Mungu zaidi. La, wote hao watakuwa ni watumwa mbele ya Mungu. Kwa hivyo hii ndio siku iliyokuwa hatari, ndugu yangu, na katika sifa za waumini wa hali ya juu. Wewe kama Muislamu unapotaka kujijua mimi ni katika waumini wa kweli, Mwenyezi Mungu anawasifu hawa, anasema waumini wa kweli ni wale ambaye hawasherehekei sherehe za sikukuu ya makafiri, ayadul kufar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anasema kaeni mbali na sherehe za sikukuu za makafiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawahi kuzaa mtoto, ndugu zangu, hajazaa wala hajazaliwa, hana mwanzo wala mwisho. Ndio unaona leo katika baadhi ya Waislamu wanaingia katika kusherehekea sherehe za watu kama hawa. Katika siku kama hii, ndugu yangu, ni haramu wewe Muislamu kumtumia ujumbe asiyekuwa Muislamu kwamba Merry Christmas, au ukamtumia kadi ya Krismasi, au ukamwandikia risala, au ukampa maua, au ukamnulia zawadi, ama ukapokea zawadi kutoka kwake. Yote haya ndugu yangu ukiyafanya, wewe umeshiriki katika kumtukana Mungu kwamba Mungu ana mtoto, na Mungu hana mtoto. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu hajawahi kuzaa wala hajawahi kuzaliwa.